your detractors, Mr. Musk. I have to what? Including a lot of Democrats. Mzozo kati ya Donald Trump pamoja na Elon Musk umeingia dosari kweli kweli. Watu wengi wanataka kufahamu kuhusiana na mengi yanayoendelea juu yao. Uhusiano wa karibu kati ya rais wa Marekani Donald Trump na bilionea Elon Musk sasa umeyumba vibaya mno baada ya mabishano yao makali kwenda hadharani kupitia mitandao ya kijamii. Masoko ya hisa yamesuasua Ijumaa baada ya matumaini ya kufanyika mazungumzo kati ya marais wa Marekani, yani rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa China Xi Jinping kugubikwa na malumbano ya kushangaza kati ya rais Trump na aliyekuwa mwandani wake bilionea Elon Musk. Sasa huenda litarajiwa kuwa ndivyo ingekuwa mwisho wake bilionea wawili wakiendeleza mabishano makali kwenye mitandao yao ya kijamii, na bilionea hao vidole vikashindana kwa kasi kwenye screen za simu, huku mzozo wao ukiacha na maswali mengi na ukichachamaa kila dakika. Ingawa mwisho huu ulionekana kufahamika mapema, wengi walishangazwa na namna ilivyofikia kilele chake wiki hii baada ya miezi kadhaa ya ushirikiano wa karibu na kisiasa kati ya Donald Trump na Elon Musk. Mahusiano yao bwana yameporomoka ghafla. Mzozo huo ulianza pale ambapo Musk alipokosoa mpango wa serikali wa kupunguza ushuru na kuongeza matumizi, ambayo ndio ulikuwa nguzo kuu ya ajenda ya Trump. Awali rais Trump alichukulia jambo hilo kwa utulivu, lakini baadaye alionyesha wazi kutoridhishwa na mtazamo wa mshirika wake wa zamani. Hatimaye Musk sasa alianzisha mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya Trump, akidai kwamba alikengeuka ahadi zake kuhusu matumizi ya serikali na hata kushiriki wito wa kutaka rais huyo aondolewe madarakani. Katika mitaa ya San Francisco, wakazi walionekana kutoonesha mshangao mkubwa kuhusu mzozo wao. Nadhani kutokana na kuwa wote ni watu wenye misimamo mikali na ya kupenda kujionyesha, haikuwa ajabu kwamba kutakuwa na jambo litakalowatenganisha, kwa hiyo si kushangazwa sana, ni baadhi ya maoni ya watu. Kwa upande wake Trump hakukaa kimya. Kupitia mtandao wake wa Truth Social aliandika kuwa Musk alikuwa amezidi kuchosha na kwamba alimshauri aondoke katika serikali yake. Aliongeza kuwa bilionea huyo wa teknolojia amepoteza mwelekeo na alitishia kufutilia mbali mikataba ya serikali na kampuni za Musk kama njia ya kuokoa fedha za walipa kodi. Bwana, katika hatua isiyotarajiwa kabisa, Musk alijibu kupitia mtandao wake wa X kwamba kampuni ya SpaceX itaanza mara moja kuondoa matumizi ya chombo chake cha Dragon kinachotumika kubeba wanaanga na mizigo kwenda kwenye kituo cha anga cha kimataifa cha ISS. Sasa kila mmoja wao anaamini yeye ndiye zawadi kubwa katika dunia hii, yani kila mmoja anajiona yeye ni special sana. Ingawa haikubainika iwapo tishio hilo lilikuwa la dhati katika kujiondoa katika kuondoa hayo juu ya Trump, hatua hiyo pia ingeweza kuwa pigo kubwa kwa NASA ambayo inategemea SpaceX kwa usafiri wa anga, ikiwemo mpango wa kuwarejesha wanaanga mwezini katika muongo huu hapa sasa. Mzozo huu umeibuka zaidi baada ya Musk kuondoka rasmi kwenye utawala wa Trump wiki iliyopita, huku ushawishi wake ukiwa tayari umepungua kufuatia mivutano ya mara kwa mara na mawaziri kuhusu makato kwenye bajeti ya wizara mbalimbali. Kwa Trump huu ni mzozo mkubwa wa kwanza na mshauri wake tangu aingie madarakani kwa awamu ya pili sasa, baada ya muhula wake wa kwanza kuandamwa na migogoro ya mara kwa mara na washirika wake. Kila mmoja wao anaamini yeye ndiye zawadi kubwa kwa dunia. Haiwezekani kuwa na uhusiano wa muda mrefu kati ya watu wa aina hiyo. Zaidi ya athari binafsi, mvutano huu pia unaweza kuathiri nafasi ya chama cha Republican kudhibiti bunge katika uchaguzi wa katikati ya muhula mwaka ujao. Mbali na mchango wake wa kifedha, Musk ana wafuasi wengi mtandaoni na alikuwa kiunganishi muhimu kati ya Trump, Silicon Valley na wafadhili matajiri. Sasa tayari Musk amesema atapunguza ushawishi na mchango wake wa kifedha katika siasa zijazo, hali inayowafanya wachambuzi kuonya kuwa mzozo huu unaweza kuathiri siasa za Trump kwa muda mrefu sana.